sura ya 15 mstari wa 22 mpaka wa 35. Basi bila kupoteza wakati wote, naomba nimkaribishe Rebeka. Karibu, uendelee na Mungu akubariki. Umejimute. Oh, sorry. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. 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 Tunamshukuru Mungu tena kwa nafasi nyingine njema ambayo tumepewa Jumamosi ya leo. Kama mwongozaji aliongoza alivyotujulisha kwamba isiwe ni mazoea, leo ni siku nyingine ambayo tunamshukuru sana Mungu na tunaamini Mungu analo neno jipya ambalo anataka kusema na sisi. Basi karibuni sana wote, na kama msemaji moderator alivyotuambia, leo tunaenda kuendelea na au sehemu ya mwisho ya kipindi ya sura hii ya 15. Kwa hiyo tunaenda kuangalia mstari wa 22 mpaka wa 35. Matumaini yangu tutaenda kumaliza. Mungu awabariki sana. Kwa hiyo nitafanya muhtasari mfupi tu sana. Kwa yule ambaye ameshindwa kuhudhuria vipindi vyetu vilivyopita, tunakushauri uende kwenye YouTube channel yetu ya VBV Swahili. Masomo yetu yote yako huko. Lakini kwa wiki iliyopita au katika wiki mbili zilizopita, katika hii chapter ya 15 tulikuwa tunaangalia jinsi ambavyo Sauli ambaye alitumwa na Bwana kupitia mtumishi wake Samueli aende kuwapiga aliambiwa aende akawapige, akuambiwa uende ukapigane nao, ni kwamba ushindi ulikuwa tayari upo. Akaambiwa aende akawapige, auwe kila kitu, asiache hata kuku, hata ndege, hata whatever, kila atakachokikuta amalize. Lakini yeye alienda kufanya tofauti na hivyo. Tumeona jinsi ambavyo Mungu akamjulisha Samueli kabla hata Sauli hajarudi kutoka huko vitani. Mungu akawa ameshamwambia Sauli hajafanya kama nilivyomtuma. Kwa hiyo Samueli akaenda kumconfront Sauli, lakini Sauli hakuwa mkweli. Umeona? Kwa hiyo ngoja leo tuangalie itakavyokuwa, lakini kwa sababu somo ni muhimu sana, nilikuwa nataka kidogo tuangalie kuanzia mstari wa 19 mpaka wa 21. Hii mistari tulisha discuss wiki iliyopita, leo tu discuss, lakini nataka kama tukumbuke hapa ili tukianza 22 tuweze kujua tunaendaje. Kwa mstari wa 19 mpaka wa 21, hapa ni Samueli confront Sauli. Anaambia, mbona basi hukuitii sauti ya Bwana, bali ukazirukia nyara, ukafanya yaliyo maovu machoni pa Bwana? Sauli akamwambia Samueli, hakika mimi nimeitii sauti ya Bwana, nami nimemleta Agagi mfalme wa Waamaleki, tena nimewaangamiza Waamaleki kabisa. Kumbuka aliambiwa amuue mpaka mfalme, lakini yeye ana insist kwamba ametii, amemleta Agagi na anaona huo ni utii. Hivi ni vitu muhimu ambavyo baadaye leo vitakuwa wazi zaidi. Alafu anasema nimewaangamiza Waamaleki kabisa. Kwa hiyo anamfanya Agagi kama sio Mwamaleki au ni vipi? Ila watu waliteka nyara, sio mimi. Watu waliteka nyara kondoo na ng'ombe walio wazuri katika vitu vilivyowekwa wakfu, lilikuwepo kusudi wavitoe dhabihu kwa Bwana Mungu wako huko Gilgali. Mungu wako, sio Mungu wetu, sio Mungu wangu. Kwa hiyo ninaomba moderator usome sehemu yetu ya kwanza, itakuwa ni mstari wa 22 mpaka wa 29, alafu sehemu yetu ya pili tutamalizia 30 mpaka 35. Naomba unisaidie kusoma kuanzia wa mstari wa 22. Mungu akubariki. Nitasoma kama ilivyoandikwa. Naye Samuel akasema, je, Bwana huzipenda sadaka za kuteketezwa na dhabihu sawa sana kutii sauti ya Bwana? Angalia, kutii ni bora kuliko dhabihu, na kusikia kuliko mafuta ya beberu. Kwani kuasi ni kama dhambi ya uchawi, na ukaidi ni kama ukafiri na vinyago. Kwa kuwa umelikataa neno la Bwana, yeye naye amekukataa wewe usiwe mfalme. Ndipo Sauli akamwambia Samueli, nimefanya dhambi, maana nimeihalifu amri ya Bwana pia na maneno yako, kwa sababu naliwaogopa wale watu, nikaitii sauti yao. Basi sasa nakuomba unisamehe dhambi yangu, rudi pamoja nami nipate kumwabudu Bwana. Samuel akamwambia, sitarudi pamoja nawe, kwa sababu umelikataa neno la Bwana. Bwana naye amekukataa wewe usiwe mfalme wa Israeli. Naye Samuel alipogeuka aende zake, Sauli akaushika upindo wa vazi lake,
nalo likararuka. Basi Samuel akamwambia, leo Bwana amekurarulia ufalme wa Israel, naye amempa jirani yako aliye mwema kuliko wewe. Tena yeye aliye nguvu za Israel hata nena uongo, wala hataona majuto, maana siye mwanadamu hata ajute. Amen. Amen. Basi karibuni, kama ilivyo kawaida yetu, tunyooshe mikono. Kama una pointi yoyote ya kuchangia kwenye mstari wowote, karibu ili tuendelee. Karibu Sister Jane, then Sister Pamela. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka mimi nianze huu mstari wa 22 kwenye hii zabiwi ambao unaonyesha kwamba kutii bora sadaka. Yani kwamba kuna yani Mungu anapenda sadaka inayotoka moyoni, lakini kuna sadaka ambayo hatutoi moyoni. Kwa mfano kama huyu Sauli, unajua kabisa hivi vitu alikuwa anavitafuta vilikuwa havitoki moyoni mwake. Kwa hiyo na Mungu yeye anunuliwi. Umeona? Anunuliki. Kwa hiyo unaweza kuwa una ajenda peke yako na ukaona kwamba hii inamfaa Mungu, lakini mbele ya Mungu anaikataa. Kwa hiyo kinachoanza katika vyote ni utii kile Mungu alichokuelekeza. Maona alafu kwenye swala hili la kuasi, mimi nimeona kawaida ya kuasi hapa ameongelea kwamba kuasi ni kama dhambi ya uchawi na ukaidi. Yani ukaidi mimi naonaga kama inaanzaga ukaidi ndio unazaa uasi. Yani vitu vinaendana. Lakini most of the time ukiangalia kwenye uasi kuna ajenda. Jeshi linapoasi maana yake linaenda kupindua nchi. Kwa hiyo hata makanisani, hata kwa watumishi, sehemu yoyote tunapoanza kuasi, tunakuwa na ajenda zetu sisi. Kwa mfano hata ukimwangalia Sauli, tutaenda kwenye mstari mwingine chini hayo, unaona kabisa Sauli yeye alikuwa na shida sana kwamba sifa kunyanyuliwa mbele za watu wamtukuze. Yani hakujali kwamba kibali kitoke kwa Mungu. Alichokuwa anakitaka yeye kibali kitoke mbele za watu. Ndio hiyo unaona katika hii ajenda yote imezaa uasi. Kwa hiyo kwenye sehemu yoyote kwenye kanisa kuna sehemu yoyote kwamba ni ajenda nyuma ya kuchafua kanisa, kuna uasi, kutaka madaraka, kuna uasi. Hizo zote ni ajenda. Kwa hizo ajenda most of the time iko kwa ajili ya faida yako wewe ambayo umezianzisha au mawazo yako unayoyataka. Na ambapo Sauli ndiye anatuonyesha hivyo. Alafu kuna kingine tena mimi nimejifunza mimi sitoenda katika hiyo, nataka niongee tu haraka nimalize pointi zangu. Kingine nimeona kwamba kuwa kwenye hapa mwisho chini unaona kabisa Sauli alikubali sasa hivi kwamba toba ya kweli yenye majuto isiyokuwa na visingizio. Kule juu mara watu kila wakati wanatoa visingizio vyake. Kwa hiyo hata sisi tunapoenda mbele za Mungu, tumekosa kwa kujua na kwa kutojua, twende kwenye toba ya kweli isiyokuwa ina visingizio. Ndio maana tunavyosemaga toba ile kwamba nilitenda dhambi mimi na wazee wangu. Hatukuwepo pale walipofanya mambo yao, lakini tunasema ni kweli tulishiriki, tulikuwa kwenye viuno vya baba zetu, tulikuwa kwenye matumbo ya mama zetu. Kwa hiyo na sisi tunapoenda tusiangalie visingizio vya aina yoyote. 2, kwamba sisi tunapotafuta yani kwamba Mungu atunyanyue, tusiangalie kibali cha wanadamu. Yani mwanadamu anaweza akakusifia you are great, you are this, lakini akufikishi kokote. Lakini Mungu anapokunyanyua, anapokupa kibali, ndani ya kile kibali kina neema, kina maongezeko, kuna ukuaji, yani I don't know how to explain it. Kwa hiyo na sisi itusaidie katika utumishi au huduma tulizobeba za Mungu au kazi ya Mungu. Tusiangalie people yani watatupraise namna gani. Si tufanye katika ile kazi ambayo tuone Mungu kwamba siku ikifika Mungu ameachilia kibali chake, hatutokuwa wa kawaida. Naomba niishie hapo niachie wengine. Amen. Barikiwe. Amen. Amen. Karibu Bwana Yesu Sister Jane. asifiwe. Ni Dani. Ni mimi sana. Amen. Karibu. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asante. Mimi nataka kuchangia mstari wa 29 ambao kwenye Biblia yangu sijui kwenye mstari wako sijui imeandikwa. Tena anasema hivi hapo, tena yeye aliye nguvu za Israel hata nena uongo wala hataona majuto, maana siye mwanadamu hata ajute. Sasa mimi wakati nasoma kitu revelation ambayo imenishukia hapa ghafla ni kwamba kitu kinachotokea pale ambapo kwa mfano mtu unakuwa labda umepata
kazi alafu ukasema Mungu, nataka uwe mshirika wangu au uwe msingi wa kazi zangu, au kwa mfano kama ni cheo au sangine hata nyumba, wanasema kwamba okay, I want you God to be the foundation, you know, wa nyumba yangu au wa nani, whether ni kazini, kiti, unapata cheo fulani, unasema okay, you are the foundation. Kwa hiyo sasa, yani kwamba huu mstari huu umenipa tu mtazamo ya kwamba inabidi Mungu atusaidie tusisahau kwamba yeye akishakaa kwenye hicho kiti, kama yeye atakuwa msingi, maneno kama haya inabidi tukumbuke saa zote, yani kwamba yeye sio wa kugeuka, sio kwamba unaweza ukaamua saa ingine labda ukahitajika kupindisha kitu alafu ukafikiri unaweza ukapindisha tu, wakati wewe umemwambia kwamba sasa awe msingi wa kitu chako au msingi wa biashara yako, au tena namshaona hata wapendwa wengi wanapenda kusema kwamba huyo ndo partner wangu. Unaweza tukaisema kiwepesi tu hivi, lakini actually we are committing to a very deep thing, ambao hapa huyu bwana ndo imemgeukia, ndo kitu kilichomgeukia, yani kwamba ghafla naye akapusha tena yeye aliye nguvu za Israeli, kwa sababu sasa amesema kwamba actually sasa ile business yote, yani kwamba taifa la Israeli ni la Mungu, you know. So kwa hiyo yeye aliwekwa na huyo Mungu ambaye yeye ndo mmiliki wa hilo taifa, yani kwa kama ni biashara basi anakuwa sasa ndo mmiliki, alafu anakupa mafanikio, alafu unataka kupindisha na ukataka kukosea. Yani ni mtazamo tu ambao nimeupata mimi katika huu mstari, yani kwamba ni kitu ambacho labda tukitazama, lakini nakubali kurekebishwa kama nadhani nakosea, lakini yeah, it's something to have in mind kwamba tunapomkabidhi kitu awe sasa ndo msingi au ndo bwana wa mabwana kwa mfano, you know, basi tukumbuke tunajicommit to a bigger cause, kwenye kitu kikubwa sana ambacho ndo hapa. Hichi ni sehemu moja tu ya kusema kwamba hasemi uongo wala hata una majuto kuamua kukupiga chini, yani kuhakikisha kwamba labda hicho kitu akiamua kutoka hakitafanikiwa. Amen. 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 Jeni, bado umenyoosha tena? Hapana. Okay. Kuna mtu mwingine ana point kabla sijamkaribisha mwalimu? Asante. Nataka sijui kwa kuitaga Pastor Dan, labda unatakiwa kuwa pastor. Asante kaka Dan. Asante. Amina. Amen. Okay, basi karibu Rebecca, uendelee. Amen, amen. Asanteni sana kwa michango mizuri. Asante kaka Dani, huo mchango nimekubaliana na wewe, na mimi ulivyoelezea nimeelewa. Naamini na wengine wameelewa. Ni kweli Mungu habadiliki, ni sisi huwa tunabadilika. Na mara nyingine kweli kabisa kuna vitu simple unaweza ukasema Mungu, mimi nikifanya hivi itakuwa, ukinifanyia hivi nitafanya hivi. Mungu anakuwa ameshaweka ile ni agano. Alafu baadaye wewe ndio unaibadilika sasa. Unaanza kuona Mungu atusaidie. Nimekuelewa sana. Asanteni sana. Mungu awabariki. Sasa Mungu, ngoja tuangalie vitu ambavyo Mungu amenionyesha binafsi. Cha kwanza, huu mstari wa 22 unatuambia kutii ni bora kuliko dhabihu. Sasa kwa nini kutii ni bora? Kutii ni ishara ya upendo, tofauti na sadaka au dhabihu. Tunaweza tu tukatoa dhabihu na sadaka, ingawaje vyote vinatakiwa vifanyike kwa upendo, lakini vitu ambavyo wanadamu wanatoaga tu mara nyingi. Lakini unapotii, ina maana tayari hata ile sadaka yako itakuwa imebeba upendo. Bwana Yesu alisema, mkinipenda mtazishika amri zangu. Kwa hiyo tunaposhika amri, kwa sababu huyu alipewa amri, aliambiwa nenda ukawapige Waamaleki na ukaangamize kila kitu. Ile ilikuwa ni amri. Kwa kama yeye alikuwa anampenda Mungu, alitakiwa aishike hiyo amri na aitimize. Kushindwa kufanya vile, hujampenda Mungu. Sasa unaendaje kutoa sadaka isiyobeba upendo? Neno la Mungu linatuambia vile vile, maana ninachotaka kwenu ni upendo na si tambiko.
nataka umjue Mungu na si kutoa sadaka za kuteketezwa. Hosea 6:6 umekuwa mstari wangu katika kipindi hiki ambacho mimi napitia. Nimeona Mungu ananisemesha sana kwenye huu mstari kwamba Mungu anachokitaka kwetu ni upendo kuliko kingine chochote. Chochote tunachokifanya kama akijabeba upendo hakiwezi kumpendeza Mungu. Kwa hiyo ni kwa nini Mungu anapenda utii kuliko hiyo dhabihu tunayoweza kutaka kuitoa. Sasa kutii ni nini? Tena wakati Sister Pamela anaongoza maombi, asante kwa maombi Sister Pamela, Mungu akubariki. Kuna mstari umeutoa, nitakuja kuelezea hapo mbele. Nimemshangaa Mungu nikasema this is confirmation. Na kuna kitu umenitumia vile vile nimesema wow, God is in the house. Kwa hiyo kutii, tunatii nini? Maana kila siku unaweza kumwambia mtu mbona unitii, mbona unatii nini? Kitu cha kwanza tunatakiwa tutii mamlaka ya Mungu. The fact Mungu ni Mungu, tunatakiwa tumtii yeye kama Mungu, tunatakiwa tumtii kama baba yetu, tunatakiwa tumtii kama mfalme, tunatakiwa tumtii kama kiongozi, tunatakiwa tumtii mambo yote unayomjua Mungu. Hiyo mamlaka yake ya uungu wake tunatakiwa tuitii. Lakini tunatakiwa tutii neno lake na sheria zake na maelekezo. Kwa mara nyingine ni neno tunaweza nikalisoma kwenye Biblia kama hilo hapo anasema mkinipenda mtazishika amri zangu. Hiyo ni tayari pale natakiwa nilitii lile neno. Kuna sheria zake hizi vile vile zipo kwenye neno la Mungu, usiue, usizini, usifanye nini. Tunatakiwa lakini kuna maelekezo yanayokuja binafsi kama ambavyo tunaweza tukaona. Unaweza ukaelekezwa ukamsaidie fulani, unaweza ukaelekezwa ukatoe sadaka, unaweza kuelekezwa usiende, unaweza ukaelekezwa nenda. Kwa hiyo usiende na nenda vyote ni maelekezo, unatakiwa uyatii. Tunatakiwa tutii mamlaka za wanadamu. Kwenye Biblia kuna mstari ambao unatuambia tunatakiwa tutii mamlaka za wanadamu. Lakini tunatakiwa tutii sheria halali zinazoongoza nchi, jamii, makazini tulipo. Lakini hizo sheria zisipingane na mamlaka ya Mungu au sheria za Mungu. Na ndio maana sheria za Mungu ziko hapo juu. Kwa hiyo kitu chochote, especially sisi ambao tunakaa Ulaya, tunajua kuna sheria nyingi makazini kwetu. Na sheria nyingi za nchi ambazo ukiziangalia nyingine zinavunja kabisa sheria za Mungu na mamlaka ya Mungu. Sheria hizo hatutakiwi kuzitii. Kiukweli hatutakiwi kuzitii. Na ndio maana unaweza ukakuta kuna watu wako kwenye persecution kwenye nchi zao kwa sababu wanakataa kutii sheria ambayo haitii mamlaka ya Mungu. Na tumesoma kitabu cha Acts, tulikuwa tunaona watu wanakatazwa kuhubiri, wanakamatwa, wanateswa, walikuwa wanakubali. Kwa nini? Kwa sababu ile ilikuwa zile sheria hazitii mamlaka ya Mungu. Tunatakiwa tutii wazazi, kitabu cha Efeso 6, tutii wazazi. Hayo ndo mambo makubwa ambayo Bwana amenielekeza niweze kuyazungumzia kabla tujaendelea. Kwa mstari wa 22, ipo faida katika kutii. Kutii kuna faida nyingi, na faida nyingi wenyewe tutaenda kuzitafuta katika Kumbukumbu la Torati ile sura ya 28 mstari wa kwanza mpaka wa 14. Nimeandika 15, mstari wa kwanza mpaka wa 14. Hizo ni sheria ambazo tunatakiwa faida ambazo zimeelekezwa pale. Unaweza ukaziweka kwenye magrupu mbalimbali kwenye zile sheria. Sikutaka kuingia ndani kwa sababu sio somo lenyewe kabisa ambalo tunalifanya leo. Lakini zipo, kuna ulinzi, kuna faida ya ulinzi, kuna faida ya kuongezeka, kubarikiwa, baraka mbalimbali. Yani pana mambo mengi, lakini all in all tunapotii tunapata faida duniani na hata mbinguni. Kuna baraka ambazo tutazibeba kutokana na utii wetu hapa duniani, tutapata baraka tutapoenda huko mbinguni. Vile vile katika mstari wa 22 nimeona kwamba mara nyingine tunaweza tukatumia sadaka kuhalalisha kutokutii, kama Sauli alichokuwa anafanya. Anaitumia sadaka, nadhani Sister Jane alikuwa anaelezea hivyo. Mimi nitaelezea kidogo tu kwamba tunaweza kutumia sadaka. Inaweza kuwa sadaka yoyote vile, hata utumishi. Ukasema mimi naenda kuhubiri, au naenda kufanya hivi, au naenda kufanya hivi, au nafanya vile na vile. Chochote kile in terms of kujitoa au kutoa ili uhalalishe kutokutii kwako, lakini hiyo Mungu hakubali. Huwezi ukareplace kutii na kitu kingine chochote. Tunamwona hata Ibrahimu ambapo aliambiwa nenda ukamtoe mwanao. Umeona? Lakini pale Mungu alikuja kumheshimu, sio kwa sababu alitoa, kwa sababu Ibrahimu hakutoa, lakini Mungu alimheshimu kwa sababu alitii kutoa. Kwa hiyo sisi tunatakiwa tuheshimu, tutii kutoa,
tutii kumpenda Mungu, tutii kufanya, yaani utii ni mwanzo. Ndio hicho ambacho nilikuwa nataka kuelezea. Kwa hiyo hii tunaweza tukaipata katika Mwanzo 22 ule mstari wa 16 na 17. Mungu anamwambia, nimeapa kwa nafsi yangu, asema Bwana, kwa kuwa umetenda neno hili. Umeona? Kule kutenda ndio kutii. Wala hukunizuilia mwanao wa pekee, katika kukubariki nitakubariki. Nataka niishie tu hapo, kwamba tusihalalishe kutokutii kwa kutoa sadaka, kwa sababu sadaka yenyewe inatakiwa itolewe kwa utii. Dhabihu ya kwanza kwa Mungu ni sisi, yaani ule utii wetu ndio dhabihu ya kwanza. Sasa uwezi ukapeleka dhabihu ya pili kabla ya kwanza. Neno la Mungu linatuambia katika Warumi 12:1, basi ndugu zangu na wasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Kwa sisi kujitoa kwetu, miili yetu, nafsi yetu, roho zetu, utii wetu na vyote vile ndivyo vinaenda kwanza, ndivyo vingine vinakuja nyuma yake. Mungu atusaidie sana kwenye hili. Kingine ambacho nimekiona katika huo mstari wa 22 ni kwamba kuna tofauti kubwa sana ya jinsi Daudi alivyofunuliwa na Mungu. Tunaona Daudi alifunuliwa na Mungu siri ya tofauti ya nguvu ya utii, wakati huyu Sauli hakuwa na hayo mafunuo. Na kwa nini? Kwa sababu Sauli hakuwa karibu na Mungu. Daudi alikuwa karibu na Mungu. Tunajua Mungu alisema, namtafuta Daudi mtu ambaye ana moyo wangu, the man after my heart. Kwa the man after my heart, it means hivi mtu akiwa anajua moyo wako, sitajua mapenzi yako. Yaani hukosei. Ukiwa after my heart, ina maana kila kitu utakochokuwa unakifanya unajua exactly, nikifanya hiki namfurahisha huyu. That's what huyu Daudi alivyokuwa tofauti na Sauli. Sababu Sauli, yani kwenye Biblia toka Ufunuo mpaka kuanzia Mwanzo mpaka Ufunuo, karibu kila mahali tutaona Mungu anatupa watu wawili, mmoja ana represent dhambi na mwingine ana represent utakatifu. Huyu ana represent uzima, mwingine ana represent mauti. Yani that's the picture. Na hata ukiangalia Daudi na Sauli ni picha ambayo Mungu tena alikuwa anataka kutuonyesha. Ukimwona Daudi alikuwa anatembea katika roho na huyu mwingine anatembea katika mwili. Sasa mtu anaifanya mapenzi ya mwili huwezi kumpendeza Mungu. Kwa hiyo ukienda kusoma Zaburi ya 40 ndio utakapojua kwamba Daudi alifunuliwa. Daudi anasema, dhabihu na matoleo hukupendezwa nazo, kitu ambacho Sauli hakujua kwamba matoleo na dhabihu haviwezi kumpendeza Mungu. Yeye alikuwa anakimbilia kutoa, akijua ndiyo sikumtii, nimemwacha Agagi, lakini nikimtolea Mungu sadaka, Mungu atafurahishwa na hii sadaka na haya mambo yatapita. Kwa hiyo Daudi anasema, masikio yangu umeazibua, alizibuliwa na Mungu. Na hata sisi katika kutembea kwetu tunatakiwa tuzibuliwe na Mungu mambo mbalimbali. Kuna mambo tunaweza tukaona hiki ni sawa nachokifanya, lakini kumbe Mungu akakuzibua masikio yako, utajua hiki sio sawa, ni hivi ndivyo Mungu anapenda. Kwa hiyo Daudi akasema, natazama nimekuja, katika gombo lako la chuo imeandikwa, kuyafanya mapenzi yako, Mungu wangu, ndio furaha yangu, naam sheria yako imo moyoni mwangu. Umeona? Kwa hiyo ndio maana nasema tofauti ya hawa wawili ni kwamba huyu mmoja sheria ya Mungu ilikuwa moyoni mwake na alikuwa anataka kuyafanya mapenzi ya Mungu, lakini huyu mwingine hakukuwa na sheria ndani yake na hakujali kutoyafanya mapenzi ya Mungu. Sister Jane amezungumzia agenda inatokana, agenda ya mtu inatokana ni kwa sababu hujui mapenzi ya mtu mwingine, kwa hiyo unafanya unavyojua wewe. Nadhani wiki iliyopita nilitoa mfano, ukiwa unamfahamu mtu na ukiwa na mahusiano na mtu na ukiwa unampenda mtu, utataka kufanya kile yule mtu kinachompendeza. Lakini ukiwa humfahamu, humpendi, unafanya kinachokupendeza wewe. Na unaweza kikawa ni kitu kizuri kwako, na labda mtu, kwa mfano mimi niseme, unaweza ukamfanyia Joy akapendezwa, ukaja ukanifanyia mimi usinipendeze, lakini kwa sababu unijui mimi. Na ndivyo hivyo saa nyingine tunafanya vile tunavyopendezwa navyo sisi, tunamfanyia Mungu badala ya kujua kitu gani kinampendeza Mungu. Huo mstari wa 23 unatueleza kwamba kuasi ni sawasawa na uchawi. Nimeangalia kwenye
Biblia ya Kiingereza ndio nimependa, imesema for rebellion is as the sin of witchcraft. Kwa nini ninafanya hivi? Kwa sababu nataka nizungumzie, nimemwona mzungumzaji mmoja, nadhani Sister Jane, alitaka kuzungumzia ukaidi na uasi, alafu akawa na sita kidogo. Namshukuru Mungu kwamba Mungu amenisaidia kuweza kuandaa hili somo, na nimepata hayo maelekezo kuzungumzia hizo tofauti ya dhambi, uovu, uasi na makosa. Kwa sababu mara nyingine hata mimi nilikuwa najichanganya, mpaka wakati natayarisha hili somo ndio nimejifunza kwamba ipo tofauti kubwa, na mara nyingine hata tunavyoenda kutubu tunakuwa hatujui tunatubu nini. Je, natubu dhambi? Je, natubu uovu? Je, natubu makosa? Je, natubu natubu maovu yangu? Sasa uasi ni nini? Kwa nini Mungu analinganisha uasi na uchawi? Kwanza, muasi na mchawi wote wanakataa kuongozwa na Bwana. Yaani kama Sister Jane alivyosema, jeshi likiasi lina ajenda, lakini vile vile tukumbuke kwamba jeshi linavyoasi linakataa mamlaka ya uongozi. Kwa hiyo wewe ukiwa unamwasi Mungu, na mchawi naye anakataa uongozi wa Mungu, anaenda kutafuta uongozi wake uko kuzimu. Muasi anafuata njia zake, mchawi naye hivyo hivyo, wote wanafuata njia zao. Mchawi na mwasi wote hawamtegemei Mungu, wanategemea nguvu nyingine. Wote wanakataa sauti ya Bwana. Wote wanafanya hivyo kwa ajili ya kucontrol, yani hawataki Mungu awe na control nao, alafu wanafanya hivi ili wawe na control ya situation, au kuwa control watu, au kucontrol event. Okay? Wanatumia manipulation na nguvu nje ya Mungu. Ndio maana mchawi na muasi ni kitu kimoja. Sasa uasi ni nini? Uasi ni kutomtii Mungu kwa makusudi, and that is really bad. Baada ya kujua kweli, na tunakumbuka huyu aliambiwa kabisa, nenda ukawaue Waamaleki wote. Sio kwamba hakuelewa, alielewa, alijua anachotakiwa kwenda kukifanya, akaenda kukifanya. Na umemwona jinsi ambavyo alivyokuwa na manipulate. Anasema nimefanya vyote kabisa, na Agagi nimembakiza, na watu. Nani alikwambia umbakize? Ina maana ulielewa kwamba huyu Agagi alitakiwa uawe. Kwa hiyo ni kutokumtii kwa makusudi. Mtu anajua Mungu anataka nini, lakini anachagua kufanya kinyume chake. Uasi ni dhambi ya makusudi dhidi ya mamlaka. Neno la Mungu linatuambia katika Yeremia 5:23, lakini watu hawa wana moyo wa kuasi na ukaidi. Wameasi, wamekwenda zao. Kwa hiyo kiasi, unaondoka katika ile mamlaka ya Mungu, unaenda zako. Kwa hiyo ni nia mojawapo. Sasa kwa nini Mungu amelinganisha kuabudu sanamu? Na in English inasema and stubbornness is as iniquity and adultery. Kwa hiyo iniquity ni nini? Au Kiswahili ndo wanaita imeitwa nini? Sio kuasi. Sorry, one moment. Kiswahili, kwenye Biblia Kiswahili imezungumzia uovu, ni uovu. Ukaidi ni uovu. Kwa hiyo uovu, kwanza nianze mkaidi. Kwa nini mkaidi analinganishwa na muabudu sanamu? Kwa sababu wote vile vile wanakataa mamlaka ya Mungu, lakini hawamwamini Mungu wala kumtegemea Mungu kabisa. Kwa hiyo wewe ukianza tu ukaidi, au ukiwa na uovu kama alivyokuwa Jezebel. Jezebel ndio mfano mzuri wa mtu ambaye alikuwa ni muovu. Unakuta kwamba wewe ni sawa sana mwabudu sanamu. Sasa uovu maana yake ni nini? Uharibifu wa ndani wa moyo unaozalisha dhambi. Dhambi ni matokeo ya uovu. Unajua siku zote hata mimi nilikuwa sijui kwamba dhambi ni matokeo ya uovu. Ni hali ya moyo iliyopotoka mbele za Mungu. Uovu ni zaidi ya tendo moja la dhambi. Kwa hiyo unavyotenda dhambi, kwa mfano ukatenda dhambi ya wizi, wizi ukawa ni maisha yako. Sasa wewe unabadilika kutoka kwenye dhambi, inakuwa ni uovu. Ni tabia, inakuwa ni tabia na mwenendo au hali ya moyo iliyojaa uasi dhidi ya Mungu. Uovu ni mzizi. Yaani kama tunataka mtu akomboke kabisa kutoka kwenye dhambi, tunaenda kuukata mzizi. Dhambi ni tunda.
Umeona, Yeremia 17:9 inasema moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote. Kwa hiyo uovu unaanzia kwenye moyo wa mwanadamu, na ndio maana kuna ule mstari wakati Mungu anaiharibu dunia kwenye Mwanzo sura ya 6 akasema kwamba moyo wa mwanadamu umezaa uovu toka ujana wake. Hilo neno nimekuwa nikilitafakari wiki hii, nikasema ujana wa mwanadamu unaanza kiasi gani? Kwenye sheria wa Wayahudi kijana anaanza miaka 13. Sasa wakati huo wakizungumzia, nadhani sasa hivi kwa sababu ya maendeleo watoto wanakuwa haraka sana, inawezekana miaka 13 ni mtoto anaijua kabisa, labda miaka 8 9, pale mtoto anapoanza kujua dhambi, moyo wake tayari pale unakuwa mdanganyifu. Pale sasa ndio uovu unapoanza. Neno la Mungu linasema wakati Zaburi 51, ndio hapa nataka kusema wakati Sister Pamela anatuongoza maombi alitumia Zaburi 51. Inasema tazama mimi niliumbwa katika hali ya uovu. Umeona? Kwa uovu ni mizizi ya nani? Sasa dhambi ni nini? Dhambi kwa hapa nimeshazungumzia uasi, dhambi. Sasa dhambi ni kukosa kiwango au mapenzi ya Mungu, ni kufanya, kusema au kufikiri jambo lisilompendeza Mungu. Kwa wakati wote ambapo tunafanya, tunasema, tunafikiri jambo lisilompendeza Mungu, hiyo ni dhambi. Kwa hiyo Daudi, kwa mfano Daudi alipofanya uzinzi na Bathsheba, ule uzinzi ndio dhambi yenyewe, lakini alikuwa muovu kwa sababu moyo wake ulipotoka, yani chimbuka lilikuwa moyoni. Ile tamaa alivyomtamani yule, ile ni uovu. Ile tamaa inazaa dhambi unapoenda sasa kukifanya kile kitendo. Umeona? Kwa hiyo watu wengi tunaweza kuwa mara nyingine tuna concentrate on dhambi zetu, lakini hatuangalii chimbuko ni nini. Warumi 3:23, kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Kila mtu kila siku tunafanya dhambi, lakini je, dhambi yetu imetokana na nini? Sasa nimeweka huo mti hapo uweze kutuelezea. Unaona, uovu ni mzizi, uasi ni mti, dhambi ni tunda. Sasa tutakuja kuangalia sala ya Daudi wakati ametenda dhambi. Sasa mzizi ndio huo unaitwa uovu au iniquity. Ni hali ya ndani ya moyo iliyopotoka, ndio chanzo cha tatizo. Sasa tunapookoka, tunatubu dhambi zetu, tunaokolewa, tunampokea Yesu kwa Bwana na Mwokozi wetu. Alafu kuna hii process ya sanctification. Katika hii process ya sanctification ni Mungu anaenda kudeal sasa na chimbuko la dhambi zetu. Ndio maana tunatakiwa tuendelee kulisoma neno. Bwana Yesu akasema hivi, ili neno litawatakasa. Ndio maana Wakristo tunaambiwa someni neno, kwa sababu neno linatutakasa. Kila siku unapolisoma neno ni kama kioo, linakuwa linaniambia wewe, hebu safisha hapo, safisha hapo nini. Kwa hiyo tunaenda sasa tunadili na hivyo vitu. Kwa mara nyingine unakuta mtu anaishia tu pale amempokea Yesu, lakini go through this process ya kutufanya sisi haya maovu na nini yote hivi vipate kuondoka. Tunadili na huku juu tu, lakini tunatakiwa tushuke huku chini penye uasi na uovu. Unaona? Kwa hiyo mti wenyewe ndio uasi. Sasa tunapomwona mtu anaonekana katika mtazamo na mwenendo, tunamwona jamani, yule mtu mlevi, yule sijui nini, vile vitu vinavyoonekana vile ni uasi tu, ni transgression. Na matunda sasa yanaonekana katika sasa dhambi yenyewe. Ndio hapo unamkuta mtu ni mwongo, mwizi, mzinzi, hasira, fitina. Hayo ni matokeo ya kile kilichokuwa moyoni. Sasa Sauli kama tulivyomuona, yeye hakufanya makosa. Sasa makosa yenyewe ni vitu ambavyo mwanadamu yoyote tunavifanya kila siku. Ni makosa, unagundua haraka nimefanya hivi, nimekosea, unajaribu kurekebisha na Mungu. Kwa mfano Musa alivyopiga ule mwamba, yale yalikuwa makosa, yalitokana na hasira. Unaona, makosa ni kuanguka, kuna kukosea na kutoka katika njia sahihi. Wakati mwingine Biblia hutumia neno hili kuelekeza. Unaona, unaweza ukatenda bila kujua kutokana na udhaifu wako wa kibinadamu. Hii ndio makosa. Sasa ukiangalia mstari wa 24, Sauli anasema hivi, ndipo Sauli akamwambia Samueli, nimefanya dhambi, maana nimeidhilisha amri ya Bwana pia na maneno yako, kwa sababu naliogopa wale watu nikaitii sauti yao. Kwa hiyo huyu Sauli amegundua amefanya dhambi, lakini Sauli bado haendi chini. Dhambi yake imetokana na nini? Dhambi yake imetokana na moyo.
Na ndio maana nadhani wiki ya kwanza tulivyoanza hili somo nikasema tatizo la Sauli halikuwa ile dhambi pale alipoenda kuifanya, yale yalikuwa matokeo. Tatizo lilikuwa moyo wake uliopotika, uasi uliokuwa ndani ya moyo wake. Sasa anatuambia kwamba yeye alikuwa na hofu ya watu. Sasa hata sisi mara nyingine unajikuta kwamba tunakuwa na hofu ya watu, vitu, matukio, afu matokeo yake tunamkosea Mungu na tunakuja kulaumu vitu au matukio fulani. Unaweza kusema pale Mungu ilikuwa hivi au palitokea hivi au fulani alifanya hivi. Hata sisi yanatukuta sana. Lakini kwangu mimi binafsi, baada ya kusoma mstari wa 24, sidhani kama Sauli kweli alikuwa anamuogopa mtu yeyote. Yeye alichokuwa anakiogopa, alikuwa anaogopa kukataliwa. He was very insecure. Nadhani wiki iliyopita nilizungumzia hilo swala kwamba Sauli alikuwa very insecure, ndio maana alisema mimi ni mdogo kutoka katika kabila la watu wachache. Alijiona ni mdogo. Kwa hiyo mtu yoyote anayejionaga mdogo hatoshi kwenye nafasi, siku zote atabeba insecurity in life. Kwa hiyo yeye hakuogopa kwamba eti wanaogopa watu sijui watamfanya nini. Sio kweli. Alichoogopa ni kwamba watu hao watanikataa au hawatanikataa. Kwa hiyo alitaka kuwafurahisha. Neno la Mungu linatuambia Warumi 8, kwa kuwa wote wanaongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Kwa kuwa hamkupokea tena roho ya utumwa iletayo hofu. Umeona, hofu ni roho ya utumwa, bali mmepokea roho ya kufanywa wana, ambayo kwa hiyo twalia Aba, yani baba, yani baba. Kwa hiyo ina maana mimi na wewe hatutakiwi kuongozwa na hofu ya watu, hofu ya vitu, hofu ya matukio, kwa sababu tumepokea roho wa Bwana. Tunachotakiwa ni kukubali kuongozwa nayo. Hofu ya kuogopa, ukiogopa watu wakati wowote ni mtego mkubwa. Neno la Mungu linatuambia Mithali 29:25, kuogopa wanadamu huleta mtego, bali amtumainie Bwana atakuwa salama. Kwa hiyo usalama wetu haupatikani katika watu, unapatikana katika kumtii Mungu na kumwogopa Mungu na kutokuwaogopa watu. Huo mstari wa 24 unanionyesha kwamba kila mtu anaotii. Kumbe Sauli alikuwa mtii, lakini alichoose not kumtii Mungu. Neno la Mungu linasema, ndipo Sauli akamwambia Samueli, nimefanya dhambi, maana nimeihalifu amri ya Bwana pia na maneno yako, kwa sababu naliogopa wale watu, nikaitii sauti yao. Kwa hiyo mimi na wewe, kumbe ni jambo tu la kujiuliza, kama simtii Mungu namtii nani? Lakini tunatii. Yaani hamna mtu ambaye hatii. Ni kwamba tu hatumtii Mungu au hatutii sheria za Mungu, lakini tunatii somewhere else. Warumi 6 inasema, hamjui ya kuwa kwake yeye ambaye mnajitoa nafsi zenu kuwa watumwa wake katika kumtii, mmekuwa watumwa wake yule mnayemtii, kwamba ni utumishi wa dhambi uletao mauti, kwa hiyo tunaweza kutii dhambi, au kwamba ni utumishi wa utii uletao haki. Kwa hiyo kuna utumishi wa aina mbili tu. Tunatii dhambi italeta mauti, au tunatii utii unaoleta haki. Kwa hiyo sisi wenyewe, Mungu atusaidie sana. Na nimepata mzigo sana. Ninaomba viongozi kama mtakubali, baada ya hiki kipindi labda tuingie katika maombi ya toba, kwa sababu yani usiku nilikuwa napata huo mzigo kwamba we need to ask God to forgive us kwenye kutokutii. Kumbe tunaweza kutii au tunajua kutii. Ni sasa na mtu anayesema siwezi kumeditate, but unaweza ukameditate shida zako, lakini unashindwa kumeditate neno la Mungu. Ni uongo wa shetani. Kumbe wote tunao uwezo wa kutii. Amen. Mstari wa 25 inasema Sister Jenny ameongelea kidogo, lakini mimi nitakuwa opposite ya yeye alichokisema. Mstari unasema, basi sasa nakuomba unisamehe dhambi yangu, rudi pamoja nami nipate kumwabudu Bwana. Kwangu mimi sikuona kwamba Sauli alikuwa anatubu toba yenye majuto kabisa. Kwa sababu ukiangalia, yani alikuwa anatubu, anaomba ile haraka haraka, nisamehe dhambi yangu, rudi pamoja nami nipate kumwabudu Bwana. Yani in one sentence. Unataka usamehewe, hata hujajibiwa umesamehewa, unataka kwenda kumwabudu Bwana. Alikuwa anaomba msamaha ili afanye analotaka kulifanya. Kwa sababu yeye kitu alichokuwa anakitaka ni agagi awe hai na yeye kujitajirisha na zile nyara. Ulikuwa unajua zile nyara kuna nyingine ameziweka, sio zote alizokuwa anaenda kutoa sadaka. Alikuwa nyingine ni kwa ajili ya utajiri wake binafsi.
na Mungu alishawaonya wana wa Israeli, akamwambia huyo jamaa mtakayempata atajitajirisha, atakuwa tajiri, atafanya hivi, atafanya hivi. Kwa hiyo neno la Mungu linatuambia katika waraka wa pili wa Korintho 7 mstari wa 10, maana huzuni iliyo kwa jinsi ya Mungu hufanya toba iletayo wokovu lisilo na majuto, bali huzuni ya dunia hufanya mauti. Hakuwa na huzuni katika toba yake kabisa, hakuonyesha huzuni wala majuto. Mstari wa 25 anasema nipate kumwabudu Bwana. Sasa Bwana yupi unaenda kumwabudu ambaye humtii? Unamwabudu Mungu si mtii? Au unataka kuwaonyesha wale watu wote walioko pale kwamba wewe uko karibu na Mungu, kwamba unataka kwenda kumwabudu Mungu? Au unataka kujifariji kwamba okay, nimefanya hivi, sasa naenda kumwabudu Bwana? Neno linasema Isaya 29:18, Bwana akanena, kwa kuwa watu hawa hunikaribia na kuniheshimu kwa vinywa vyao, bali mioyo yao wamefarakana nami, na kicho chao walichonacho kwangu ni maagizo ya wanadamu waliofundishwa. Kwa hiyo tumefundishwa kumwabudu Mungu, tumefundishwa kwenda katika ibada, tumefundishwa kuomba, lakini mara nyingine tunaweza kuwa tunaenda kuomba, tumefundishwa kumtumikia Mungu, tumefundishwa mengine yanakuwa ni maagizo ya wanadamu ambayo we are very keen to do, wakati mioyo yetu iko mbali. Vita iliyo kubwa kati ya ulimwengu wa giza na ulimwengu wa roho ni mioyo yetu. Ulimwengu wa roho, kama nilivyosema, ulimwengu wa giza unautaka moyo wako, unataka utii sheria ya dhambi. Ulimwengu wa nuru unataka moyo wako, unataka uitii sheria ya haki. Kwa hiyo hapo palipo na mvutano. Sasa mara nyingine tumeitii sheria ya dhambi, alafu tunataka kwenda kumwabudu Mungu wa haki. Mungu hawezi kuikubali ile ibada. Kwa hiyo Mungu atusaidie sana katika hili. Kwa hiyo ibada ya kweli ni ibada ambayo sisi tunaenda kweli katika roho na kweli. Na Bwana Yesu alimwambia mama Msamaria, akamwambia yule mama Msamaria aliendelea tu kumwelezea Yesu kwamba baba zetu waliabudu katika mlima huu, nanyi husema ya kwamba huko Yerusalemu ni mahali yatupasa kuabudia. Yesu akamwambia, mama, unisadiki, saa inakuja ambayo hamtamwabudu Baba katika mlima huu wala kule Yerusalemu. Tunamwabudu Mungu katika roho na kweli. Na wakati ndio huu hapa. Ibada ya kweli ni ya roho na kweli, na sio ibada kwa sababu watu wanione kwamba niko karibu na Mungu. Haitatusaidia wapendwa. Mstari wa 26, Samueli anamwambia kwamba sitarudi pamoja nawe kwa sababu umelikataa neno la Bwana. Bwana naye amekukataa wewe usiwe mfalme wa Israeli. Je, neno hili lina ring bell kwetu? Tukienda katika Hosea 4 mstari wa 6, neno la Mungu linatuambia watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa, kwa kuwa wameyakataa maarifa. Sauli alikataa maarifa ya Mungu. Maarifa yalikuwa nenda ukaangamize Waamaleki na kila kilichoko kule kwa Waamaleki, akakataa. Sasa kwa vile amekataa, anaambiwa utaangamia. Mimi nami ninakukataa wewe, usiwe kuhani wangu mimi, kwa kuwa umeisahau sheria yangu ya Mungu wako, mimi nami nitawasahau watoto wako. Na hili neno mpaka leo tunaliona, na mara nyingi tunapenda kulikoti, lakini wengi tunapendaga watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Tunaishia hapo, tunatakiwa tuendelee hapo mbele, kwa kuwa umeyakataa maarifa. Je, na sisi tukumbuke kwamba kila tunapokataa maarifa ya Mungu tunakuwa tumejiweka katika position kama hii ya kukataliwa na Mungu. Na mara nyingine tunakumbuka huyu Sauli alikataliwa miaka 25 iliyopita katika sura ya 13, lakini mpaka leo bado mfalme. Na tutaenda kukisoma hiki kitabu mpaka Sauli anaondoka kabisa kuwa mfalme, ni miaka mingi imepita. Kwa hiyo hata sisi tunaweza kuwa bado tunajiona tuko salama, lakini kwa vile tulilikataa neno la Mungu mahali fulani, Mungu ametuacha, lakini hatujui. Ndio hapo tunapohitaji rehema na neema za Mungu. Amen. Inasikitisha. Mstari wa 27 na 28, ameambiwa ufalme wako umeraruriwa. Imenikumbusha kuna mfalme katika kitabu cha Danieli, naye mfalme wake uliraruliwa. Sauli alikuwa, wakati ufalme unararuriwa, Sauli alikuwa more concerned na ule ufalme kuraruriwa kuliko mahusiano yake na Mungu. Samueli alipogeuka, yeye akashika ile pindo la vazi lake likararuka. Samueli akamwambia, leo Bwana amekurarua ufalme wa Israeli, naye amempa jirani yako aliye mwema kuliko wewe. Lakini Sauli wakati anaelezewa kwamba Mungu umemuudhi Mungu,
umefanya, hakusikitika, lakini the fact alivyosikia ufalme umekataliwa ndio anakuja na reaction mpaka anamchania Samueli nguo. How bad is that? Lakini hata sisi tukiangalia mara nyingi unakuta tuko more concerned na vitu ambavyo Mungu anaweza kuwa amevizuilia, hajatupa. Hata wengine wanaweza kuamua kuacha wokovu kwa sababu Mungu hajamfanyia ABCD, lakini Mungu mwenyewe yuko mbali naye, fight kutaka. Unamwona huyu ni kama ana fight. We don't fight harder to get the attention ya Mungu au kumpata Mungu back, but we fight harder kupata vitu ambavyo Mungu amevishikilia tusivipate. Naomba hiyo isiwe our portion kabisa kabisa. Namuomba Mungu atusaidie sana, tuchague siku zote, tumchague Mungu na sio vitu vinavyotoka kwa Mungu, kwa sababu hata huu ufalme, angeupata ufalme huu, bado tunaona Sauli alikuja kufa anyway. Hata kama angekufa kama mfalme, na alikufa kama mfalme, lakini bado hatima yake siwezi kujaji where he is, lakini wote tunajua hakuwa na mahusiano mazuri na Mungu, wakati he could have fought the good fight the good fight ya kukimbilia kwamba amjue Mungu na atengeneze na Mungu, but that was not his priority. Mstari wa 29, Mungu hajuti. Mungu hajuti kusema kweli. Kila kitu Mungu anachotuagiza ni kwa faida yetu, wapendwa, na ndio maana Mungu hajuti. Hakuna sheria ya Bwana ambayo inamfaidisha Mungu. Sheria yoyote ya Mungu, maelekezo yote ya Mungu inatufaidisha sisi. Katika Ayubu 35 neno la Mungu linasema, ukitenda dhambi, je, Mungu ndiye unayemdhuru? Yani mimi kutenda dhambi kwangu, je, namdhuru Mungu? Anasema, na kama ukizidisha makosa yako, wadhani unamuumiza? Kama wewe ni mwema, je, unampatia faida? Au yeye anapokea kitu kutoka kwako? Uovu wako utamdhuru binadamu kama wewe, wema wako utamfaa binadamu mwenzako. Naomba tukaisome hii Ayubu 35 mstari wa 6 na wa 8. Ukienda ukisoma NLT inaelezea vizuri. Ni kwamba huyu rafiki yake Ayubu alikuwa ndio anamwaccuse Ayubu, lakini point alikuwa anataka kuisema, ambayo na mimi nataka niizungumzie hapa, ni kwamba wema wetu, dhambi zetu hazimdhuru Mungu wala zimbadilishi Mungu. Vyote vile ni vinatusaidia sisi au vinatupoteza sisi. Kwa hiyo ni sisi ambao ndio tunatakiwa turekebishe njia zetu, na Mungu atusaidie. Amen. Tutaenda kumalizia sehemu ya pili. Moderator, naomba usome mstari wa 30 mpaka wa 35. Nasoma kama ilivyoandikwa. Akasema, nimekosa, lakini uniheshimu sasa, na kuomba mbele za wazee wa watu wangu na mbele ya Israeli, rudi pamoja nami ni mwabudu Bwana Mungu wako. Basi Samueli akarudi na kuandamana na Sauli, naye Sauli akamwabudu Bwana. Ndipo Samueli akasema, nileteni hapa Agagi, mfalme wa Amaleki. Basi Agagi akamwendea kwa utepevu, naye Agagi akasema, bila shaka uchungu wa mauti umeondoka. Lakini Samuel akamjibu, kama upanga wako ulivyofanya wanawake kufiwa na watoto wao, vivyo hivyo mama yako atafiwa miongoni mwa wanawake. Basi Samueli akamkata Agagi vipande viwili. Akamkata Agagi vipande mbele za Bwana huko Gilgali. Na baada ya hapo Samueli akaenda zake kule Rama, naye Sauli akakwea kwenda nyumbani kwake huko Gibea ya Sauli. Wala Samueli hakuenda tena kuonana na Sauli hata siku ya kufa kwake, lakini Samuel alikuwa akimlilia Sauli, naye Bwana akagairi ya kuwa amemtawaza Sauli awe mfalme juu ya Israeli. Amen. Amen. Basi karibuni mwenye pointi za kuchangia. Karibu Sister Jane. Bwana Yesu asifiwe. Naomba mimi nianze Amen. mstari wa 35. Kuna kitu hapa nimejifunza, na tukiwa kama tunampenda Mungu, kuna kitu kinaonyesha hapa, uhusiano wa kiroho hauzuiliwi na mahusiano ya kibinadamu. Yaani hapa inatuonyesha ni kwamba
Tunaweza tukawa na watu ambao labda kuna vitu amemkosea Mungu au kuna tofauti between katika relationship katika ulimwengu wa roho. Tunaona hapa Sauli alimkosea Mungu, lakini hata pamoja walipotengana, hapa tunaona kabisa Sauli hakumtembelea huyu Samueli wala Samueli, lakini bado Samueli alikuwa anaendelea kumlilia Sauli, umeona, kwa Mungu. Kwa hata na sisi kuna watu tutabidi tengana nao tu, lakini kutengana nao haimaanishi tusiwabebe kwenye maombi, tusiwabebe. Kuna watu wengi wanatuuzi, kuna watu wengine sio lazima watuuzi, labda kuna mtu tunajua ambaye twende kanisani atake afanye, tumbebe kwenye maombi mpaka pale atakapokutana na neema yake. Kwa hiyo hata Sauli, yani Samuel alikuwa anajua Mungu amemkataa, lakini hakumwacha, na alijua kuna utofauti wa kiroho na kibinadamu, kwa sababu Sauli bado alikuwa amebeba katika ubinadamu. Na kuja katika mstari wa 33 ambao kuna kitu nimejifunza, waga nasemaga sijui ni kwamba ni sawa, kuna law of the land. Law of the land mimi naisemaga mimi, yani kwamba uwe Mkristo, uwe Muislamu, uwe mpagani, mara nyingi utavuna ulichopanda. Umeona ambayo inasema ni adhabu ya Mungu ambayo ni ya haki, anaifanyaga na yani kutokana na matendo yako uliyoyatenda. Ulichopanda ni nini na ndicho utakachokivuna. Ndio maana hapo katika mstari wangapi anasema nani, kama alivyokuwa anafanya hayo matendo Agagi, umeona, kufiwa na watoto wao, na yeye mama yake atafiwa mtoto wake kama ndio huyo Agagi. Kwa hiyo nachunye Mungu atusaidie, umeona. Alafu kuna kitu kingine tena mimi nimekiona hapa, kwa samani kidogo jamani, I'm sorry, dakika moja na basi, naomba kanirudishe kipindi, maana kuna kitu hapa nataka nikiongee na nitakirudia tena. Sijui ni na mstari wa 30, I'm sorry. Mstari wa 30 hapa anasema hivi, akasema nimekosa lakini uniheshimu. Sijajua kama yani naomba kama mwalimu ameandaa vizuri atanielezea vizuri. Nimeshindwa kuelewa kwamba hii hapa anapokiri ni kwamba kwa ajili ya Mungu au vile vile mbele za watu anahitaji hiyo toba au anahitaji hiyo heshima, umeona. Lakini kuna sehemu moja ambayo nataka niongelee mimi, kwamba kuna sehemu ambayo Samueli alikubali kurudi naye, lakini kurudi naye maana yake amerudi Samueli na Sauli, yani ile ni heshima kwa mfalme amerudi. Kwa hiyo hapo yani Sauli alipata heshima ya kidunia, lakini sio heshima ya kimungu, kwa sababu Mungu tayari alikuwa amemkataa. Kwa hiyo na sisi tuendelee kuomba tupate ile heshima ya kimungu ambaye haina kikomo, sio heshima ya mwanadamu. Pamoja aliondoka naye akarudi kwenye ufalme, akakaa katika ufalme wake, lakini Mungu tayari alikuwa amemshamkataa. Barikiwe na Mungu. Amen. Ubarikiwe Sister Jane. Karibu Pam, au kama ni kaka Daniel. Pastor Dan. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Ya, mi mchango wangu huko kidogo, nataka kuleta tu wazo tu hapa kutokana na hii sehemu tuliojifunza, na tukirudi hata mpaka pale nyuma kidogo, yaani kwamba nijaribu kumfikiria sana Samueli, nikaamua kujiweka kwenye nafasi yake, nikajaribu kufikiria kwamba unaweza ukaimagine ujasiri ambao angehitaji, kwa mfano kwenda kuamua kumsema, kumconfront huyu mfalme. Alafu sasa kumbuka wakati hao wanaambiwa kwamba walikuwa ni majemedari. Unakumbuka alikuwa jamaa alikuwa anauaga bila kujigusa, yani kabisa anapiga. Yani kaja kufikiria kwamba imagine kama zile za Magufuli, alafu unapata uende kumwambia Magufuli kwamba anafanya kosa, yani unaweza kuamini kwamba utatokaje hapo, yani so yani sitaki kuongelea rais wa sasa hivi wa Tanzania. Kwa hiyo nitaiacha hivyo. So yani ni kitu cha kipekee sana ambacho kama mtu yani okay, in short, Mungu atujalie ujasiri wa kuweza kuwa na uwezo wa kusimama katika haki na upendo kwa ajili yake na ufalme wa Mungu, kwa sababu sometimes unakuta tunahitaji kuconfront big yani mamlaka mamlaka, yani kwamba this is not right. Na natamani kabisa yani labda tutakapokuwa tunafunga nikuwa na ombi kabisa maalum, tukaombee watu ambao wako kwenye position ambazo kama hizi za kuhitaji confront mamlaka, whether ni sasa au ni msimu unaokuja. Mungu awabariki, awape ujasiri huu wa Samueli, wawezeshe kabisa, waweze kuwa na wisdom. Na kuna maombi fulani Mwalimu Kasika alishawahi kufundisha
tunapotaka kuconfront mamlaka, kuna maombi unaomba kabla, pamoja na kuombea toba, hicho unachoenda kufanya, lakini pia unaomba Mungu ainue watu sahihi wa kukutambulisha huko kwenye hizo mamlaka, alafu vile vile na neema ya kukubalika hicho unakipeleka. Basi tukawe na maombi kama hayo. Amen. 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 Ubarikiwe mtumishi. Basi karibu Rebeka, uendelee na Mungu akubariki. Amen. Amen. Mbarikiwe. Subiri Sister Rebeka, Nezia. naona kuna mkono. Karibu Sister Nezia. Asante. Si nasikika? Ndio. Yes, unasikika. Asante. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Mi nashukuru sana kwa hili somo. Kuna kitu kilikuwa kimetokea leo, sitaenda sana deep kwa sababu ya muda, ambacho nilikuwa naongea na mtu, kuna few comments akatoa, alafu ni kama akai criticize Biblia na ni Mkristo katika mazungumzo. Sasa ile ikanifikirisha, ilikuwa asubuhi. Nikasema inakuwaje tunatenda maovu na yani pasipo kujua hizi definition 4 ambazo amezitaja Sister Rebecca. Kwa hiyo ikawa inanipa kufikiria moyoni kwamba inakuwaje mtu unaweza ukapata mamlaka, ni mtu fulani na mamlaka fulani, unapata mamlaka to the extent ambayo yanakufunika acknowledge Mungu, huoni ukuu wa Mungu na wala huanalyze vitu to the extent kwamba ile intelligence ulioipata unaenda beyond mpaka criticize vitu vingine. Kwa hiyo kutokana na somo la leo nashukuru sana, nimejifunza sana Sister Rebecca. Nikawa nimeamua, nilikuwa sijuagi the difference. Kwa wakati unafundisha, nikaamua nitafute maana ambayo ni very very simple. Kwa naomba nitaisoma tu kwa kila kifungu ili tuweze kujifunza wote vizuri. Kwenye upande wa makosa nimeitumia Google ku search the difference between these 4 areas. Kwa kwenye upande wa makosa imetoa mfano, maana nikasema naomba unipe mfano wa kihalisia kibinadamu tukiacha kibiblia, ili tunapoishi kila siku hapa tuweze kujua. Kwa mfano wa makosa ikasema, mfano wewe ni mwanafunzi na unajibu swali la hesabu vibaya kwenye mtihani kwa sababu ulichanganya alama ya kujumlisha na kutoa. Kiini chake ni nini? Kiini chake ni kwamba hukuwa na nia mbaya na hukuvunja sheria kwa makusudi, ni udhaifu wa kibinadamu tu au kutokufahamu. Kwa hiyo makosa kama ulivyosema, ndio maana tunasemaka kwamba Mungu naomba tusamee kwa makosa tuliyofanya kwa kujua na kwa kutokujua kwenye maombi. And then tunakuja kusema baadaye kwa kuwaza, kunena na kwa kutenda kwenye hiyo. Kwenye upande wa dhambi ikasema kuvunja sheria au taratibu kwa udhaifu au tamaa. Mfano, unajua kabisa kuwa kazini kwenu kuna marufuku ya kutumia vifaa vya ofisi kama karatasi au printer kwa mambo yako binafsi, lakini unatumia kwa siri kuchapisha vipeperushi vya biashara yako. Hapa nikaenda mbele zaidi kutafakari, nikasema but it's true, kwa sababu hata ofisini unakuta mtu unatumia tu na unaona sawa, unaona it's okay. Lakini hapa kiini sasa inasema unajua sheria ipo, unaiheshimu mamlaka, lakini unashindwa na tamaa ya kuokoa pesa yako na unavunja utaratibu. Kwa hiyo mara nyingi tumekuwa tukitenda dhambi kwa kushindwa na tamaa, yani tamaa zinatuzidi, mahitaji, shida tunazopitia zinatufanya tuna accept vitu ambavyo tunavinormalize na kuona kwamba ni sawa, kumbe kwenye uso wa Mungu ni dhambi tunatenda. Na tukiwa tunatubu dhambi na kufanya maombi, mara nyingi nakuta tunasali general, tunasema tu Mungu tusamee kwa kukosa sina nini hivi dhambi zangu nini hata Zaburi ya 51, lakini hatupini point the exact kujua kwamba hivi hii niliyofanya kuchukua karatasi la ofisi ni dhambi au sio dhambi, hatujui. Ya tatu, uasi nasema kupinga mamlaka kwa makusudi na kiburi. Mfano mfanyakazi anayemwambia bosi wake mbele ya timu nzima, sifanyi hii kazi ulioniagiza na huna uwezo kunifanya chochote, kisha naondoka ofisini. Kiini chake manake hapa lengo sio tu kuvunja sheria, bali ni kuonyesha dharau ya wazi, kupinga mamlaka iliyopo na kukataa kuongozwa. Kwa kuna muda tunajua kabisa amri 10 za Mungu zinasema zisiibe,
Na many times kuna kaka ametoka kuongea hapa, nadhani sijajua kwa sababu nimeona jina ni Pam, so I don't know, tanisamee, sijajua ni nani, lakini kuna kitu ameongea ile kuconfront mamlaka, kwamba kuna muda unajua kabisa kwamba hili ni kosa na Roho Mtakatifu anakushuhudia kabisa hili ni kosa, usifanye, lakini tunapuuzia na kusema ngoja nifanye tu leo, mbona ni kitu kidogo. Na hivyo ya mwisho, uovu, inasema nia mbaya na ukatili wa makusudi. Mfano, mfanyakazi anayemwonea wivu mwenzake anayetaka kupandishwa cheo, hivyo anasafiri hadi kijijini kwao kutafuta mbinu, au anaharibu kwa siri mafaili muhimu ya kompyuta ya mwenzake ili bosi amfukuze kazi. Kiini, kuna kupanga njama, chuki ya ndani na nia thabiti ya kusababisha maumivu au uharibifu mkubwa kwa mtu mwingine bila kujali athari zake. Hasa hapa kwenye uovu ndio ambao nikiangalia kwa haraka ndio unaotawala sana sasa hivi duniani. Kwa maana kwamba vitu vingi tunafanya because of what we feel from our own self, na namna ambavyo, mfano kama Sister Rebecca amenifanyia hivi, namlipizia kisasi, au kuna ile kuwa na envy spirit na ile tamaa ya kwamba nataka nipate kitu fulani cha ziada zaidi. Kwa hiyo nikimaliza kuongea, nikiangalia haya yote tulioongea, nadhani pia kingine kikubwa ni kumwomba Mungu atupe uwezo wa kutambua sauti yake kupitia Roho Mtakatifu anapozungumza na sisi, kwa sababu many times our own voices and chaos za dunia zinazotuzunguka zinatufanya, zina overpower ile sauti ya Holy Spirit ambayo inatuguide, kwa sababu Mungu alishahidi kwamba atatupa msaidizi wetu ambaye atatuongoza. Kwa katika haya yote manne ambayo tumefundishwa leo, endapo tutajikita pia zaidi kwenye kuhakikisha tuna uwezo wa kuendelea kusikia the inner voice, the Holy Spirit, ni rahisi sana kuweza kujua kama alivyosema at what point tuna confront, at what point tunaomba neema ya Mungu kufanya jambo fulani, at what point tunatakiwa kusali, na namna gani tuepukane na haya mambo manne. Naomba niishie hapo. Asante kwa ajili ya muda. Nashukuru sana. Amen. Amen. Amina, ubarikiwe Sister Nezia. Asante kwa ufafanuzi. Basi Rebecca, karibu endelee. Amen. Mbarikiwe. Ninaomba ni saa 11 kamili. Naomba kama 10 to 15 minutes max. Okay. Amen. Amen. Na just to alichokisema Sister Nancia, Mathayo 24 neno la Mungu linatuambia, na kwa sababu ya kuongezeka maasi upendo wa wengi utapoa. Kwa hiyo tunapoona upendo umepoa, ni maasi ndio yaliyoongezeka, ambayo tuliangalia kwenye ile picha yetu. Maasi ni kitu gani? Ni mti. Kwa hiyo ipo sababu, lakini uovu ule wa moyoni ndio unasababisha maasi yaongezeke. Alafu sasa si tunakuja kuona, tunalalamika, jamani siku hizi, kumbe kuna kitu chimbuko, ni mioyo ya watu imeenda mbali na Mungu. Sasa mstari wa 30, toba ya huyu akasema nimekosa, lakini, na unaona saizi anazungumzia makosa kwamba kama vile ni kitu cha bahati mbaya. Sio kitu cha bahati mbaya. Kosa ni kitu cha bahati mbaya cha kibinadamu. Yeye alienda, umeenda, umefika vitani, umeamua ukaangalia hiki kizuri, hiki kibaya, kizuri na bakiza, na huyu naacha huyu. Kwa hiyo hakuwa na kosa. Ukienda kusoma Zaburi ya 51, ile ndio typical toba ya kweli ya Daudi, kwa sababu Daudi alienda mbele ya Mungu kuomba uovu wake, aliomba makosa yake, aliomba atasamewe dhambi zake, aliomba asamewe ndani zote 4, hizo area zote 4 ambazo tumezisema, aliomba asamewe, na akajua chanzo, na akajua ili niweze kupona kwenye hili, akasema niumbie moyo mpya na unipe roho iliyotulia. Na mimi nimeipenda ile nani, kwa sababu nakumbuka wakati nilipokuwa dhambini, kulikuwa na kitu, sijui kama nyinyi mlikuwa mna experience. Mimi nakumbuka kulikuwa na kitu nasikia kinanisukuma kufanya vitu fulani. Yaani nasikia msukumo kutoka moyoni kabisa. Yaani sio hivi, yaani physically nasukumwa kufanya kitu fulani. Sasa nilivyokuja kuokoka, nimepata kitu ambacho huo msukumo umeisha kwenye vitu ambavyo vilikuwa nasukumwa. Kwa hiyo ndio maana Daudi na yeye akaona kwamba hapa mimi tatizo haikuwa kile kitendo nilichokifanya. Yaani nisipoomba kupewa moyo mpya, leo nimefanya kwa Bathsheba, kesho nitafanya kwa Alice,
kesho nitafanya na fulani, nitabakia kuwa mtu yule yule kwa sababu moyo wangu bado ni mbovu. Kwa hiyo Mungu, niumbie moyo mpya, nipe roho iliyotulia, roho isiyosukumwa na tamaa, isiyosukumwa na chuki, isiyosukumwa na hofu, isiyosukumwa. Unajua kuna vitu ambavyo vinaweza kuwa vinatusukuma. Hiyo Zaburi ya 51 neno la Mungu linasema, wakati huyu mwenzake, tuangalie tofauti ya huyu anavyoomba msamaha. Mstari wa 3 anasema, maana nimejua mimi makosa yangu na dhambi yangu mbele yangu daima. Nimejua. Sasa wewe hujajua, unasema tu nimekosa, lakini huku naweka lakini, nimekutenda dhambi wewe peke yako na kufanya maovu mbele za macho yako, wewe ujulikane kuwa una haki unenapo na kuwa safi utoapo hukumu. Kwa hiyo ni tofauti kati ya toba mbili, kati ya nani, na bila kusahau zote dhambi, uovu, nini na makosa, vyote vinatakiwa kutubiwa, tena toba ya kweli. Huwezi ukasema tu ni makosa kwa vile ni ya kibinadamu, Mungu anaelewa. Unajua mara nyingine tunasema bwana Mungu anaelewa. Tunatakiwa twende kwa unyenyekevu mbele za Mungu, tuombe toba. Unaona wakati anaiomba hii toba vile vile anasema nimekosa, lakini uniheshimu sasa na kuomba mbele ya wazee na watu wangu. Kwa hiyo yeye alikuwa ameweka heshima mbele, kwamba uniheshimu. Yani hata kama yani hii toba nayoiomba hata kama haikubaliki kwako, lakini naomba uniheshimu mbele za hawa watu, wasinidharau. Kwa hiyo Sauli alikuwa anajali zaidi kulinda heshima yake mbele za watu kuliko kutengeneza na Mungu, kwa sababu otherwise mtu mwingine angeweza kuinama chini, kuabudu, kuomba msamaha, lakini yeye hapana. Neno la Mungu linasema katika Galatia 1:10, maana sasa je, ni wanadamu ninao washawishi au Mungu? Au nataka kuwapendeza wanadamu? Kama ningekuwa hata sasa nawapendeza wanadamu, singekuwa mtumwa wa Kristo. Huyu ni Paulo anasema kama angewapendeza wanadamu, asingekuwa mtumwa wa Kristo. Kila wakati tukumbuke kwamba sisi ni watumwa wa Kristo na tunataka kumpendeza yeye. Mstari wa 31 vile vile Sister Jane ameulizia pale, akasema ilikuwaje? Ni kwamba Sauli alikuwa pamoja na wale wanani, alikuwa na watu wake ambao ni majemedari, ni wazee ambao wanaheshimiwa katika mji. Kwa hiyo yeye wale walikuwa wanasikia ile conversation yake na Sauli na Samueli na Samueli, kwa akaona, lakini inavyoelekea walikuwa wamekaa kama mbali, hawasikii kabisa, lakini wanawaona. Kwa hiyo kitendo cha Samueli kutokwenda na Sauli kingeonekana kwamba mfalme na Samueli wametofautiana, isingeleta heshima. Sasa yeye alikuwa anataka heshima, lakini tunamuona Samueli, nimemtafakari Samueli, nikasema Samueli alikuwa na hekima, alikuwa anaongozwa na Roho, na alikuwa mtiifu sana, na alikuwa anaheshimu mamlaka, kwa sababu kile kitendo cha kwamba Sauli anamwambia ni heshimu kweli, akaona you know what, let's go, kwa ajili ya kulinda tu heshima yake, kama Sister Jane alivyosema, kulinda heshima ya kimwili, lakini kiroho yuko mbali na Mungu. Mstari wa 32 tunamuona huyu Agagi anasema, bila shaka uchungu wa mauti umeondoka. Alikuwa ana expect kwamba hawatamuua tena maskini, bila kujua ya kwamba hukumu yake ilikuwa imeshatoka na imeshatoka mbinguni. Neno la Mungu linatuambia Waebrania 10, maana twajua yeye aliyesema kupatiliza kisasi ni juu yangu, mimi nitalipa, na tena Bwana atawahukumu watu wote. Ni jambo la kutisha kuanguka katika mikono ya Mungu aliye hai. Huyu alikuwa ameshaanguka kwenye mikono ya Mungu aliye hai, Mungu wa haki. Kwa hiyo haki lazima itendeke. Mungu ni mhukumu wa haki, wote tunajua. Kwa hiyo Agagi sio kwamba alikuwa anaonewa, na neno la Mungu linatuambia Galatia 6, msidanganyike, Mungu hadhihakiwi, kwa kuwa chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Umemwona Samueli jinsi alivyomwambia, wewe upanga wako uliwaua wanawake wakafiwa na watoto wao, na wewe vivyo hivyo utakufa. Kwa hiyo Mungu hadhihakiwi, analipa sawa sawa na mtu alichopanda. Mstari wa 34 na 35 hapo nimemwona machozi ya Samueli akimlilia Sauli, kama alivyosema Sister Jane. Ni wangapi wetu tunaweza tukamlilia mtu, especially ukishakuwa na yani lile neno unajua kabisa limetoka kwa Bwana, yule amekataliwa. Kwanza si ajabu wengine tukipewa hiyo habari, tutapeleka BBC, tutapeleka Fox,
tutapeleka kila mahali. Kwanza yule ameshakataliwa na Mungu, wala msimwombee, wala yani sisi ndio tutakuwa sasa tuko against huyo mtu. Na ndio maana Mungu hata mara nyingine atupi information kama hayo. Lakini angalia, Samueli aliendelea kumlilia akiamini Mungu ataweza kumrehemu Samueli. Mungu atusaidie. Kuna mstari mmoja huo unanitisha sana, Yeremia 15 unasema, ndipo Bwana akaniambia, hata wangesimama mbele zangu Musa na Samueli, moyo wangu usingewaelekea watu hawa, watupe watoke mbele za macho yangu wakaende zao. Huwa kuna mahali Mungu anafika, si maombi, si kufunga, si mtumishi gani akuombee, Mungu hawezi kusikia kwa sababu ya magnitude ya uovu, kwa sababu yani ule mzizi kwa Sauli bado upo, na yeye alikuwa anaomba tu matunda, anaomba tu makosa yasamehewe, anaomba tu dhambi isamehewe. Nimetenda dhambi, nimefanya makosa. Hajazungumzia hata mahali pamoja uasi wake, hajauzungumzia, hajataka hata mara moja moyo wake kubadilishwa. Kwa hiyo ina maana gani? Hata kama Mungu angesema okay, nimekusamehe dhambi zako na makosa yako, bado ataenda kufanya tena, kwa sababu moyo wake hauko right. Umeona? Kwa hiyo hapo ndipo palipokuwa na shida. Sasa Bwana akagairi. Huo mstari wa 35 unasema, wala Samueli hakwenda tena kuonana na Sauli hata siku ya kufa kwake, lakini Samueli alikuwa akimlilia Sauli, naye Bwana akagairi ya kuwa amemtawaza Sauli awe mfalme wa juu ya Israeli. Bwana yani officially sasa anaufuta ufalme wa Sauli. Sijui sasa Bwana akishafuta utakata wapi rufaa? Hakuna mahali pa rufaa kabisa. Kwa hiyo ni jambo la kutisha sana tunapomkosea Mungu. Mungu atusaidie sana. Kama kuna kitu ambacho tunatakiwa tukililie ni kuwa sawa na Mungu. Hasa wapendwa, leo tumezungumzia, au katika wiki hizi 3 tumezungumzia sana swala la utii. Na utii unaanzia mahali muhimu sana, ambapo neno la Mungu linatuambia ya kwamba ukimwamini Yesu kwa moyo wako, ukamkiri kwa kinywa chako, na utapokea wokovu. Huo ni utii. Sasa pale tunaambiwa vile vile katika Waebrania 3, hapa inenwapo leo, kama mtaisikia sauti yangu. Kusikia unajua ni kutii. Msifanye migumu mioyo yenu kama wakati wa kukasirisha. Hawa watu wa kukasirisha kwa sababu ya kutoisikia sauti ya Mungu waliangamia wote jangwani. Na hao ni mfano. The same thing will happen kwetu sisi kama tutakuwa kama watu wa kukasirisha. Lakini leo ninaomba nitoe wito kwa yoyote ambaye bado hajachukua hatua ya kumwamini Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake na kumpokea Yesu. Wakati ndio huu, mpokee Yesu. Ni utii wako wa kwanza huo, kumpokea Yesu. Ukisha mpokea Bwana Yesu, ataingia kwako, anagonga malangoni, ataingia kwako, atabadilisha maisha yako, atakupa wokovu na uzima wa milele. Kwa wale ambao katikati yetu tumelisikia neno la Mungu leo linazungumzia utii, labda kuna mahali ambapo tunajua bado hatujatengeneza na Mungu, labda yapo maovu, upo uasi kwenye mioyo yetu, wakati ni huu. Tutii sauti ya Bwana, tutengeneze na Mungu, tusiwe kama Sauli ambaye alipoteza ufalme wake. Na hata sisi ni wana wa ufalme, tunaweza tukapoteza nafasi yetu. Tunamwona na Mungu anao wengi. Tunamwona Sauli alishindwa kumuua Agagi, Samueli akaja akamuua Agagi. Kwa hiyo hata sisi tunaposhindwa kufanya chochote, tunaposhindwa kutii, somebody else will do. Mungu hana hasara, ni sisi ambao ndio tutapata hasara. Na ipo faida sana tunapomwamini Kristo kwa Bwana na Mwokozi wetu. Kwa hiyo ninawakaribisha wote, yoyote yule ambaye anasikia ujumbe huu sasa hivi live au atausikia baadaye. Karibu, viongozi wapo wengi. Kuna moderator leo tunamsikia, kuna moderator wetu hapo, nipo mimi, wapo viongozi wengine, yupo kiongozi wetu mkuu ataongea baadaye, Sister Pamela. Mwisho wa kipindi panakuwa na sala, unaweza ukaiongoza hiyo, ukafuatisha hiyo sala na kumtafuta kiongozi yoyote wa kikundi hiki, au kama unamjua mchungaji mwingine aweze kukuongoza katika sala ya toba. Mungu awabariki sana, na rudisha kipindi kwa moderator. Amen. Amen. Ubarikiwe sana Rebecca, na mbarikiwe wote mliochangia. Asante sana kushiriki katika kujifunza neno la Mungu. Mpendwa, kama utapenda kumpokea Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na kukaribisha uombe sala ifuatayo.
Baba wa mbinguni, asante kwa upendo wako na rehema zako, na kujia katika jina la Yesu Kristo. Nakiri kuwa mimi ni mwenye dhambi na naomba msamaha wako. Ninaamini kuwa Yesu Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zangu na akafufuka ili nipate uzima wa milele. Namkubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ingia moyoni mwangu na unifanye upya. Nisaidie kufuate siku zote za maisha yangu. Asante kwa kunipa wokovu kwa neema. Amina.